Siku ya mazingira duniani huadhimishwa tarehe 5 mwezi wa 6 kila mwaka duniani kote. Sisi kama mkoa wa Dar es Salaam tunaungana na wenzetu wote kuadhimisha siku hii katika mkoa wetu na hasa hapa halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Lengo ni kutumia siku hii maalum kufikisha ujumbe kwa jamii na kuhamasisha jamii kupunguza matumizi ya bidhaa za plastiki kwa kuwa uzalishaji na ulaji endelevu kwa lengo la kuhifadhi mito, maziwa na bahari ili kuhifadhi mifumo ya ekolojia. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Kauli mbiu hii inatoa chagizo kwa kila mmoja wetu kuhifadhi mazingira kwa kuhamasisha na kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa hifadhi ya mazingira, kwa kuwa jambo hili linahitaji ushirikiano wa wadau wote katika ngazi zote. Hivyo nitoe wito kwa vyombo vya habari, taasisi zote za serikali, binafsi na asasi za kiraia kushirikiana katika kutoa elimu kwa jamii ili kupunguza uharibifu wa mazingira hapa nchini kwa kudhibiti matumizi ya plastiki. Maelekezo ya mkuu wa mkoa Mheshimiwa Albert John Chalamila ni kama ifuatavyo. Mosi, kuendeleza juhudi za ukusanyaji wa taka ngumu na laini kwenye halmashauri zote katika mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameagiza wakandarasi wote waliopewa kazi ya kukusanya taka katika mkoa wa Dar es Salaam kuhakikisha kwamba wanatimiza wajibu wao wa kimkataba kama ilivyoainishwa katika mikataba hiyo, na mikataba hiyo itekelezwe kwa ufanisi mkubwa. Pia ameneziagiza halmashauri zote kusimamia vizuri mikataba ya wakandarasi ambayo imeingiwa ya kukusanya taka katika maeneo yote. Mbili, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ameagiza na kuelekeza vikundi vyote vya uwezeshaji wa taka na miradi maalum iliyoanzishwa ya kukusanya taka katika ngazi zote za mitaa na kata na halmashauri viendelee kufanya wajibu huo kwa weledi na ufanisi, na halmashauri ziendelee kuvipa sapoti vikundi hivyo vinavyokusanya taka na kuozesha taka katika maeneo yetu, ikiwemo kuziwezesha au kuviwezesha vikundi hivyo viweze kuchakata taka. Na hapa nimeona wenzetu wa wakusanyaji wa taka wamekuja na mashine ya mfano. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa juhudi zifanyike kuona namna gani kwenye kata zetu mashine kama hizi zinaweza kuwepo, ziweze kutumiwa katika kuchakata taka za plastiki katika maeneo yetu. Tatu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ameagiza na kuelekeza elimu ya utunzaji mazingira na udhibiti wa utupaji holela wa taka maeneo ya makazi iendelee kutolewa. 4, Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameagiza sheria na kanuni za usimamizi wa mazingira na udhibiti wa taka ziendelee kusimamiwa kwa karibu sana na mamlaka zote za serikali, haswa katika ngazi ya serikali za mitaa. Kwa hiyo wenye viti wa serikali za mitaa pamoja na watendaji, simamieni sheria na kanuni za usimamizi wa mazingira katika maeneo yenu ili kila mmoja aweze kufuata sheria ambazo tumejiwekea. 5, Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameelekeza halmashauri zote katika mkoa wa Dar es Salaam kuendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa mazingira yakiwemo mabenki, mashirika yasiyo ya serikali, NGOs, na vikundi vya wanawake na vijana ambavyo vimeanzishwa katika maeneo yetu ili kusimamia sekta ya mazingira na kudhibiti taka. Kwa hiyo kila mmoja anayehusika ahakikishe kwamba tunaimarisha ushirikiano na wadau hawa muhimu sana katika sekta ya mazingira. 6, Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameagiza na kuelekeza wananchi wote katika mkoa wa Dar es Salaam kuendelea kuibua miradi ya kijamii
ya utunzaji wa mazingira katika ngazi za mitaa na kata. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anatambua nguvu kubwa ya jamii katika kuibua na kusimamia miradi ya maendeleo katika maeneo yao. Ameendelea kusisitiza wananchi bila kuchoka kuendelea kuibua miradi ya kijamii ya utunzaji wa mazingira katika ngazi zetu, kwa sababu miradi hii inaleta tija kubwa sana. Lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anatoa pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa kinara wa utunzaji wa mazingira, kinara wa nishati safi katika ukanda wetu wa Afrika na duniani.